بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1442 katika darsa المنظومة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. تلفكيا قول الناظم رحمه الله قال: وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. قال الشيخ زيد رحمه الله: المسألة 11 من المسائل التي اشتملت عليها المنظومة الصراط. مسألة يكون من موجة ndani hii منظومة لمسألة الصراط. وفي هذا البيت بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الصراط الذي ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة المطهرة. katika huu beti Sheikh al-Islam rahimahullah ametaja na kubainisha i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa katika kuthibitisha sirat الذي ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة المطهرة. صراط ambayo imekuja utaji wake katika kitabu cha Allah, kadhalika katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. فمن أدلته من القرآن الكريم قول الله عز وجل. katika dalili za hii sirat katika kitabu cha Allah ni kauli yake Allah: wa in minkum illa wariduha, kwa hakuna yeyote isipokuwa atapita juu yake, atapita kwenye sirat. kana ala rabbika hatman maqdiya. sallallahu alayhi wasallam. حيث فسر الورود بالمرور على الصراط المنصوب على متن جهنم. الورود هنا كآية وإن منكم إلا واردها imefasiriwa kuwa ni sirat itakayowekwa katika maungo ya jahannam. ta'buruhu al-khalaiq ala qadri a'malihim, na watu watapita juu ya sirat kwa kadri ya amal walizozifanya katika ulimwengu na kwa kadri ya wepesi wao katika kukimbilia kufanya mambo ya kheri. Kila mwanadamu akiwa ni mwepesi kufanya kheri, basi atakuwa ni mwepesi kupita juu ya sirat, na kila mtu akiwa na uzito katika kufanya kheri, basi kadhalika atakuwa na uzito katika kupita juu ya sirat. Al-a'yadhu billah. Ukitaka kujua namna utakapopita juu ya sirat, jiangalie nafsi yako. Jiangalie nafsi yako hapa duniani. Ikiwa ni mwepesi katika kufanya kheri, unapoisikia kheri ushindana katika kuikimbilia kheri, basi biidhnillah ta'ala hiyo ndio itakuwa hali yako juu ya sirat. Na ukijiona una uvivu katika kupita juu ya sirat au katika kufanya amali za kheri,
kwa mfano yaitwa swala ufanya ajiz katika kuitekeleza swala, kuna jambo lahitaji uchangamke katika kufanya khairi wachelewa, basi kuna uzito huo katika kupita juu ya sirat. Kwa mtu atapita juu ya sirat kwa kadri ya amali yake aliyokuwa akifanya hapa duniani. قال ومن السنة المطهرة أحاديث كثيرة زمثبوت حديث nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuizungumzia sirat. أذكر منها هذا الحديث الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه. hapa atataja hii hadithi iliyothubutu kutoka kwa sahaba أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، حديثي كتك صحيح البخاري وصحيح مسلم. na leo pengine tumalizie kwa kuizungumzia hadithi hii na ni ndefu. قال إن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة أعظم نعيم للمؤمنين. waumini kumuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ndio neema kubwa katika neema za watu wa peponi. na masahaba walikuwa na hirs sana, na hili jambo limewashughulisha katika nafsi zao mpaka wakawa wamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam swali hili, kama fi hadha alhadith. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tueleza anna an-nasa sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watu ni masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawm alqiyamah, je sisi tutamuona Mola wetu mlezi siku ya kiyama, tutamuona Allah kwa macho yetu siku ya kiyama? فرد عليهم صلى الله عليه وسلم ببيان واضح لا يترك شبهة في رؤيتهم لله عز وجل يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم akawabainishia ubainifu uliowazi kabisa, haibaki shubha yoyote ndani yake, kuwaonyesha kuwa kweli watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. فقال صلى الله عليه وسلم هل تمارون في القمر ليلة بدر ليس دونه حجاب؟ أي هل تشكون في رؤية القمر ليلة البدر وليس في السماء سحاب وغيم؟ hivi nyinyi mwaweza kuwa na shaka katika kuona mwezi ukiwa umetimia, maana tarehe 14 mwezi umetimia, mna shaka kwa ule mwezi mmeona na hakuna mawingu kabisa, kuko wazi kabisa, huwa mna shaka katika kuwa mmeuona ule mwezi? qalu la ya Rasulullah, wasahaba wakamwambia la ya Rasulullah, maana ni jambo ambalo halina shaka. فسألهم صلى الله عليه وسلم قائلا فهل ترون في الشمس أو فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ طيب سؤال بيلي فهل تشكون في رؤية الشمس وليس في السماء سحاب وغيم؟ je mnashaka katika kuliona jua ikiwa hakuna mbinguni mawingu kabisa, jua liko wazi kabisa, mnashaka kwa mmeliona lile jua? qalu la, wasahaba kama ya Rasulullah la, bimaana tunashaka. faqala sallallahu alayhi wasallam, tusallam akasema fa innakum tarawnahu kadhalika, basi hakika nyinyi
ترونه أي ترون الله سبحانه وتعالى كذلك بلا مرية ظاهرا جليا متمونا بلا شك وازي متمونا الله سبحانه وتعالى وهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية نهابا متوم سلام أفنانشا kule kuona na kule watakavyomuona Allah subhanahu wa ta'ala walaysa tashbihan lilmar'i bilmar'i wala sio eti amfananisha Allah na mwezi au na jua la fa inna Allah azza wa jalla laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir subhanahu wa ta'ala Allah hana mfano wake chochote. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأصناف الناس kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza aina za watu na hali za watu siku ya kiyama. akhbara bi asnaf an-nas wa halihim yawm al-qiyamah fakama anna an-nasa mukhtalifuna fi aqaidihim fi ad-dunya fakadhalika yakhtalifu haluhum yawm al-qiyamah kama vile watu watafautiana na kukhtalifiana katika i'tiqadi zao hapa duniani kadhalika hivyo ndivyo watakavyotofautiana wapi kesho akhira siku ya kiyama watatofautiana namna hiyo. qala sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam katika kulieleza hilo na kueleza ile hali ya watu siku ya kiyama yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati watu watakusanywa siku ya kiyama fayaqulu kisha itasemwa man kana ya'budu shay'an falyatba' yoyote ambaye alikuwa akiabudu chochote kile alichokuwa akiabudu na aende akakifuate. Na hapa hawana budi isipokuwa watafuata. Huwezi kudanganya ukasema mimi nilikuwa namwabudu Allah na ulikuwa abudu sanamu, mimi nilikuwa namwabudu Allah na ulikuwa abudu jua au waabudu mwezi au waabudu kaburi au waabudu mti, utakwenda huko. Ni amri hii, aliyekuwa akiabudu chochote anachokiabudu na aende kwa yule aliyekuwa akimwabudu. faminhum man yatba'u ash-shams, kuna wale ambao watafuata jua. wa minhum man yatba'u al-qamar, wengine watafuata mwezi. ومنهم من يتبع الطواغيت والطواغيت جمع طاغوت نيوينجي ونينو طاغوت وهو الشيطان أو الصنم فقصدين شيطان أو صنام أو كل رأس في الضلال كلا كيونغوزي كتكو بوتوفو طاغوت أو كل ما عبد من دون الله وهو راضٍ au kila kinachoabudiwa pasi na Allah kikiwa radhi pia ni taghut. وتبقى الأمة المحمدية فيها منافقوها سمع وتبقى هذه الأمة نهو أمة محمد وتبكية فيها منافقوها حيث إن المنافقين يستترون بها يومئذ كما كانوا في الدنيا. ule unafiki wao haukuishia hapa duniani, pia kesho siku ya kiyama watajificha, wajifanya wako pamoja na nani? Wako pamoja na waumini. Kwa hivyo wakawafuata waumini, wakaona kama mbele wafuata, huenda labda wakanufaika, wataka kunufaika kwa kuwafuata waumini, kama walivyokuwa duniani wakijificha, waficha ukafiri, wadhihirisha Uislamu. na Allah subhanahu wa ta'ala yuwajua hali ya wanafiki, lakini akawaacha vile vile wameketi na waumini pamoja. fayatihimullahu fayaqul, Allah subhanahu wa ta'ala atawajilia. yatihimullah وإتيانه سبحانه وتعالى يكون على صفة تليق بذاته من غير تأويل أو تعطيل أو تشبيه في غير صفته التي يعرفونها. الله سبحانه وتعالى أتكوجا، نسيست وامينك والله أتكوجا
lakini sio kwa sura ambayo wao amewajuza kuwa atawajilia, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, fayatihimullahu, wallah subhanahu wa ta'ala atawajilia, fayaqulu ana rabbukum, kisha atawaambia mimi ndiye Mola wenu, nyinyi mliobakia hapa mimi ndiye Mola wenu. Na hili atalifanya imtihanan minhu, ataka kuwatahini wale waja wake, liyaqa at-tamyiz bainahum wa bain ghayrihim mimman ya'budu ghayrahu ta'ala, ili itokee pambanifu baina yao na wale wanaoabudu wasiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu ana rabbukum, tawaambia mimi, fayaquluna hadha makanuna hatta yatiyana rabbuna, nasema la, tutabaki hapa mpaka atakapotujilia Mola wetu mlezi, sababu jaa'um bi suratin ghairi sura التي يعرفونه بها. فإذا جاء ربنا عرفناه, atakapokuja Mola wetu tutamjua kwa sifa zake ambazo ametueleza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watabakia waamini pale, fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum, Allah subhanahu wa ta'ala atawajilia, kisha atawaambia tena mimi ndiye Mola wenu mlezi. Fayaquluna anta rabbuna, katika hali kama hii, baada ya kuwa wamemjua Allah subhanahu wa ta'ala, watasema kweli anta rabbuna, wewe ndiye Mola wetu mlezi. Fayudhrabu au fayad'uuhum, ay fayad'uuhum rabbuhum subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tawaita waja wake. فيوضع الصراط بين ظهراني جهنم أي وسطها, kisha sirati itawekwa katikati ya moto wa jahannam juu yake. والصراط جسر ممدود على متن جهنم, صراط ni daraja itakayowekwa katika maungo ya moto wa jahannam, yani katikati ya moto wa jahannam, juu yake watapita. Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza sirat asema kuwa ni adaqu min ash-sha'r, sirat ni nyembamba zaidi kuliko hata nywele kwa wembamba wake. Tena wa ahaddu min as-sayf, na ni kali kuliko upanga ulionolewa. Ya'buru an-nasu alayhi yawm al-qiyamah, kwa watu watapita katika hiyo sirat siku ya kiyama, na hakuna budi, kila mmoja atapita juu ya sirat, kila mmoja katika sisi atapita juu yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa akuna awwala man yajuzu min ar-rusuli bi ummatihi, kwa Nabii sallallahu alayhi wasallam awwala man yaqta'u masafata as-sirat min ar-rusuli alayhi as-salatu was-salam, wa ummatuhu ma'ahu, mtu wa kwanza atakayepita juu ya sirat ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa pamoja na umma wake. Qala wala yatakallamu yawma idhin ahadun illa ar-rusul, hakuna yote atakayezungumza siku hiyo isipokuwa mitume. Wa kalamu ar-rusuli yawma idhin, na maneno ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam siku hiyo, Allahumma sallim sallim shafaqatan minhum ala al-khalqi wa rahmatan bihim, wakiwa waonia huruma watu siku hiyo. وفي جهنم كلاليب جمع كلوب, وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب يعلق بها اللحم مثل شوك السعدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلاليب ni kama mfano, useme iko mfano wa ndoano hivi, kama zile chuma zinazotumiwa katika kuangika nyama kwenye mabucha, ziko namna ile. Hal raaitum shauka as-sa'dan, kisha Mtume sallallahu akawauliza masahaba wake, je, mmewahi kuona shauka as-sa'dan, miba ya mti unaojulikana kwa jina hili la sa'dan, na ni mti unaomea jangwani. Huu mti una kama mfano wa miba hivi, ndivyo inavyokuwa sirat, au ndio ile miba inavyokuwa katika sirat.
قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان. zile kalalib zinazowavuta watu ni kama mfano wa nini, wa miba ule wa sa'dan. ghaira annahu la ya'lamu qadra 'idhamiha illa Allah, isipokuwa hakuna anayejua ukubwa wake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. takhtafu an-nasu bi'a'malihim, itakuwa zile kalalib zikiwanyakuwa watu kulingana na amali zao. faminhum man yubaqu bi'amalihi, kuna yule ambaye yuhlaku, ataangamizwa kwa amali zake. wa minhum man yukhardalu thumma yanju, ay yuqatta'u sigharan, atakatokatwa hivi. kuna wengine watakatokatwa na zile ndoano, atakuwa iwakatwa, lakini huyu tuqatti'uhu kalalibu as-sirat hatta yahwi ila an-nar thumma yunajji Allah ta'ala minha man kana ya'budu Allah wahdahu. waweza kushikwa na zile ndoano akatiwa ndani ya moto wa jahannam kwa kadri ya amali zake alizofanya. hatta idha arada Allah rahmata man arada min ahli an-nar, Allah akitaka kuwarehemu wale anaowataka katika watu wa motoni, amara Allahu al-malaikata an yukhriju man kana ya'budu Allah, Allah atawaamrisha malaika wawatoe wote waliokuwa wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari as-sujud, kwa malaika watakuwa watoa wale waumini kutoka motoni, wale waliofanya madhambi ukastahiki adhabu, watawatoa na watawajua kwa athari za kusujudu. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود, na Allah ameuharamishia moto kula zile sehemu ambazo mja humsujudia nazo Allah subhanahu wa ta'ala. aljabha, papa lake pamoja na pua, waliyadani, mikono miwili, warukbatani, na magoti mawili, walqadamani. وقيل المراد الجبهة خاصة, wengine katika wanavyoni sema la, bali aljabha khassa, hapo kwenye uso pekee yake. فيخرجون من النار, kwa hivyo watatoka motoni. فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود, huyu mwanadamu akiingizwa ndani ya moto wa jahannam waliyadhu billah, sehemu zote zitachomeka isipokuwa katika sehemu ambazo walikuwa kimsujudia Allah. Sasa billahi alaikum, yatakamfahamu kuwa katika hawa walioadhibiwa walikuwa wakiswali hapa duniani. malaika wakishuka pale watawatoa kwa kujua athari yao ya sujud. kif billadhi la yusalli, wamuonaje yule ambaye haswali atakuwa na alama gani ya sujud? kuna watu hawaswali kabisa kabisa, swali pengine yalla swali jumaa mpaka jumaa, na wengine aswali isipokuwa Eid mpaka Eid, akawacha faradhi zote aswali Eid peke yake. na kuna wengine hawaswali kabisa, muislamu kwa kitambulisho peke yake. hali yao itakuwaje kama ikiwa hao waswali kwa sababu ya madhambi waliyofanya waweza kuadhibiwa na Allah kwa kadri ya madhambi yao? Kefu wale ambao hawaswali kabisa, mwanzo utachukuliwa vipi kule ndani kama wasamehewa na wewe ulikuwa huswali, hauna athar, huna athari ya sujud, sababu ulikuwa msujudia Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. wallahu almusta'an. قال فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة. قد امتحشوا يحترقوا واسودوا, wamechomeka mpaka wamekuwa weusi kwa kuchomeka. فيصب عليهم ماء الحياة الذي من شرب منه أو صب عليه لم يمت أبدا. watamwagiwa maji ya uhai, maji ambayo mtu akimwagiwa au akinwa maji kama yale hafi tena, ndio yaishi milele. فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فينبتون كما تنبت الحبة في طين أو نحوه. حميل السيل وهو ما جاء به السيل من طين ونحوه.
kwa hivyo watakuwa kama vile mmea unavyokuwa katika udongo unaobebwa na maji yakipita kwa wingi ni sahihi, huo umejaa rutuba, kwa hivyo wamea vizuri kabisa, ndio wao watakavyotokea. thumma yafrughu Allahu min alqada'i baina alibad, Allah subhanahu wa ta'ala atamaliza kupitisha hukumu yake, yaqdi baina alibad, atapitisha hukumu yake baina waja wake, wayabqa rajulun baina aljannati wan nar, atabakia bwana mmoja baina ya janna na nar, yuko baina ya moto na pepo, bimaana yeye ndiye wa mwisho aliyetoka wapi? Motoni. wa huwa akhiru ahli an-nar dukhulan al-janna, yeye ndiye katika watu wa mwisho ambao walichomwa na moto wa jahannam kwa kadri ya madhambi yao, atakayeingia katika pepo ya Allah. muqbilun biwajhihi qibala an-nar, amesimamishwa pale katikati, uso wake umeelekea wapi? Kwenye moto. fayaqulu ya rabbi isrif wajhi 'an an-nar, atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala augeuze uso wake asiwe aangalia moto wa jahannam. qad qashabani rihuha, qashabani rihuha ay sammani wa ahlakani, ni kama sumu ule upepo wa jahannam na waangamiza upepo tu pekee wa jahannam. wa ahraqani dhakauha, na ule moto wake umenichoma tayari, ushanichoma ule moto wake. wa ahraqani dhakauha wa huwa lahabuha wa ishti'aluha wa shiddatu wahjiha, namna ule moto wa jahannam unavyowaka, sema umemchoma uso wake, na yeye hayuko ndani ya moto, ashatoka motoni, na yasema maneno haya. fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala tamwambia, hal asaita in fu'ila dhalika bika an tas'ala ghayra dhalika, ay la'allaka in fa'altu laka ma turidu an tatma'a wa tas'ala ghayra dhalika, huenda nikikupa hicho unachokitaka utaniomba kingine cha ziada, hutotosheka wewe kwa hicho ninachokufanyia. fayaqulu la wa'izzatika, bwana atasema wallahi la, na apa na utukufu wako ya Allah. fayu'ti Allah ma yasha'u min 'ahdin wa mithaq, fayuqsimu ar-rajul bi'izzati rabbina la yas'alu ghayrahu wa ya'khudhu Allahu 'alayhi al-'uhud wal-ayman bidhalika, Allah atachukua ahadi kwake, ataapa wallahi sikuombi zaidi hivi. fayasrifu Allah ta'ala wajhahu 'anil nar, Allah ataugeuza uso wake kutokana na moto wa jahannam. فإذا أقبل به على الجنة, لبانا akielekezwa katika upande wa janna, faraa bahjataha, akaona ule uzuri ulioko katika moto wa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kutoka jahannam aona ule uzuri wa pepo. sakata ma shaa Allah an yaskuta, bwana atanyamaza atizame, lakini ana lake atakusema. ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنة, يا ربي nakuomba nisongeze katika mlango tu pale, sitaki kuingia peponi, lakini nipeleke pale mlangoni peke yake, nifike tu mlangoni naona uzuri wake na nini mpaka mlangoni. fayaqulu Allah lahu alaysa qad a'tayta al-'uhud wal-mithaq, wewe hukutoa ahadi ukaapa kuwa utaomba kitu, an la tas'ala ghayra alladhi kunta sa'alta, kuwa hutaomba zaidi ya kile ulichokiomba. fayaqulu ya rabbi la akunu ashqa khalqika, nsije yani si mimi nikawa ndio muovu katika watu wote, katika waja wako mimi ndio nikapata balaa kuliko mtu yoyote bwana, yani bimaana natarajia rehema zako, hili pia utanipa ya rabbi. bimaana kama ambaye wasema ya rabbi a'taitu al-'uhud lakinna karamaka yutmi'uni, ukarimu wako ya rabbi wanipa mimi tamaa. la akunu ashqa khalqika in anta abqaitani ala hadhihi al-hal wa la tudkhilni al-janna,
nisiwe nikabakia mimi ndio wenye kupata tabu katika waja wako wote, ukaniwacha hivi hivi nisiingie peponi au nisije karibu na mlango wa pepo. Fayaqulu fama asaita in u'tita dhalika alla tas'ala ghayrahu, hivyo hivyo pia ukipewa hicho kuwa hutoomba kitu kingine. Fayaqulu la wa'izzatika la as'alu ghayra dhalika, na apa kwa utukufu wako na nguvu zako sikuombi kitu baada hicho. Fayu'ti rabbahu ma sha'a min 'ahdin wa mithaq, wachukua ahadi na viapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqaddimuhu ila babil janna, Allah atampeleka mpaka katika mlango wa janna. Fa idha balagha babaha faraa zahrataha wama fiha min an-nadrati was-surur, akifika katika ule mlango akitizama aona uzuri wa miti ya peponi, maua yake, furaha ya watu wa peponi. Fayaskutu ma shaa Allahu an yaskuta, tanyamaza kadri Allah atakavyotaka anyamaze. Fayaqulu ya rabbi adkhilni aljanna, basi ishafika hapa, ya rabbi niingize peponi. Mtu wa mwisho kabisa, daraja ya chini, ya rabbi adkhilni aljanna. Fayaqulu Allahu wayhak ya ibn adam ma aghdarak, Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia wayhak, hii ni kalimatu rahma, kama anna waylak kalimatu adhab, hii ni kalima ya rahma. وقيل بمعنى واحد. والغدر ترك الوفاء، وليس نقض هذا العبد عهده جهلا منه، بل علما منه بماذا؟ أن نقض هذا العهد أولى من الوفاء. na huyu bwana kuvunja hizi ahadi zake zote, si kwa eti hajui kama vunja ahadi, ajua kama yovunja ahadi, lakini ajua kuvunja ahadi hii ni bora zaidi kuliko kuitimiza. kwa nini? لأن سؤال ربه سبحانه وتعالى أولى من إبرار قسمه, kwa sababu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni bora zaidi kuliko kutimiza kile alichokiapia. kwa hii ni bora zaidi kwake awe atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. alaysa qad a'tayta al-'ahda wal-mithaq alla tas'ala ghayra alladhi a'tayta? fayaqulu ya rabbi la taj'alni ashqa khalqika, ya rabbi usinijalie mimi ndio katika waja wote, mimi ndio niwe muovu kabisa nipate tabu namna hii, na wewe ni mkarimu ya rabbi. fayadhaku Allahu azza wa jalla minhu, Allah subhanahu wa ta'ala atakaposema huyu mwanadamu maneno haya atacheka subhanahu wa ta'ala. kwa Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya dhahik kama yaliqu bijalalihi subhanahu wa ta'ala, atacheka kwa kile alichofanya mwanadamu. na ndio yule sahaba aliposikia hadithi akasema hatuwezi kukosa khairi maadamu Mola wetu ana sifa ya kuwa yuacheka, khairi tutaipata kwake. fadhahika subhanahu wa ta'ala fayadhaku Allahu minhu thumma ya'dhanu lahu fi dukhul aljanna subhanaka ma arhamak, atamwambia sasa ingia, nimekupa ruhusa ingia peponi. fayaqulu tamanna, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia tamani unachokitaka. fayatamanna hatta idha inqata'at umniyatuhu, atatamani mpaka yatakapoisha yale anayoyatamani yeye. sasa bi an dhakara li rabbih kulla ma yatlubuhu wa yarjuhu, ataja mbele Allah, nataka hivi, nataka hiki, nataka na hiki, nataka na kile, nataka na hiki, ataja tu orodha yote anayotaka. akimaliza kutaja qala Allahu azza wa jalla tamanna kadha wa kadha, Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia na jambo fulani pia litamani, usahau na hii hutaki, kama na hii hutaki, na hii hutaki. aqbala yudhakkiruhu rabbuhu subhanahu wa ta'ala, Allah kwa ukarimu wake aanza kumkumbusha vingine ambavyo hajavitaja, na hiki na hiki tamani, na hiki tamani. hatta idha intahat bihi al-amani qala Allah ta'ala, mpaka akifikia mahali sasa aona hapa nilipofikia tosha, Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia laka dhalika wa mithluhu ma'ahu, umepata chote ulichokitamani, kila ulichokitamani umepata, na mara mbili yake.
na mfano wake pia nakupa. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu arda alisikia hii hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, وقد كان في المجلس الذي يحدث فيه أبو هريرة alikuwa katika kile kikao. قال له إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. hiyo uliyotamani nishakupa na mara 10 yake, mara 10 zaidi hiyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala atakapompa huyu mja hivi atakavyompa, huyu mja ataona kuwa hakuna yeyote katika janna ambaye amepewa khairi kama yeye. Yani yeye ndio amefika daraja ya juu kabisa. Maskini hajui jannatul firdaus watu wana nini huko juu. Huu ndio daraja ya chini kabisa peponi, daraja ya chini kabisa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hii hadithi kuna mengi au fawaid nyingi, miongoni mwake ithbatu ru'yati almu'minina li rabbihim jalla wa ala yawm alqiyama, kuthibitisha kuwa waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. kadhalika anna as-salata afdalul a'mal, sala ni miongoni mwa ibada bora kabisa. fa inna an-nara la ta'kulu athara as-sujud, sababu moto hauli athari ya au zile sehemu ambazo mja amemsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. وفيه كذلك وهو محل الشاهد إثبات الصراط وأن المؤمنين يعبرونه. هنا كثبتيش الصراط نكوى ومين وتبيت جوا الصراط. وفيه بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. كذلك كتكي حديثي وبينش وفضل يا متوم صلى الله عليه وسلم نفضل يا أمواك، حيث إنهم أول من يعبر على الصراط قبل سائر الأمم. فمتوم صلى الله عليه وسلم na umma wake ndio wa kwanza watakaopita juu ya sirat kabla ya umma wote wengine. وفيه أن بعض المؤمنين يعذبون بدخول النار ثم يرحمهم الله تعالى بالخروج منها. na pia patapata faida kwa kweli wapo baadhi ya waumini ambao watachomwa na moto kisha Allah atawarehemu na kuwatoa motoni na kuwaingiza peponi. كذلك فيه أن عذاب المؤمن يخالف عذاب الكفار. عذاب ونواذبيو مؤمن نتفوت عذاب ونواذبيو كفير. كونين حيث إنه لا يعم جميع أجساده، موتو كي وچوما هاوتا وچوما mwili wote، بل يسلم لهم أثر السجود، زي أثار السجود zitasalimika حتى يكون علامة لهم، ili iwe ndio alama yao malaika watakuja kuwachukua. فيعرفهم الشفعاء به فيخرجونهم من النار، wale watakaoombea shafa'a watawajiwa kwa hizo alama watawatoa motoni. وفيه إثبات بعض الصفات الخاصة بذات الله عز وجل. وأهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف، ويسلمون بذلك ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. أهل السنة وامين صفة الله سبحانه وتعالى كما alivyojieleza mwenyewe na kama alivyomweleza mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na hapa kuna sifa kadhaa zilizotajwa za Allah subhanahu wa ta'ala kama sifatu ad-dhahik, sifa ya kucheka, kicheko kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bijalalihi, ili jambo linalingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Zilizobakia katika adilla alizozitaja Sheikh rahimahullah ta'ala tutakuja kuzungumzia biidhnillah ta'ala katika kikao kitakachokuja. naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fiik.